Naam, bwana, mambo vipi? Jioni ya leo wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa uwanjani katika mchezo wa raundi ya 19, mchezo wa kiporo ambao wamewanyuka Dodoma Jiji kutoka Idomia mabao 6-0. Yes, mabao 6-0. Na mchezo huu hapana shaka kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi wataweka kama miongoni mwa michezo ambayo wameperform kwenye daraja la juu kabisa. Na kwa mtazamo wangu, pengine huu ndo mchezo nambari moja kwa performance bora ambayo wameionyesha uwanjani kwenye kiwango bora kabisa. Na mimi Gharib Mzinga ndiye ambaye niliutangaza huu mchezo, nikayatangaza mabao yote 6. Hivyo basi nimekuja hapa mbele yenu kwa ajili ya kuweka mawili matatu kuhusu performance ya wekundu wa Msimbazi Simba ambayo wameionyesha. Mchezo ulikuwa ni wa raundi 19, lakini Simba amecheza raundi ya 22 na Dodoma Jiji alikuwa anacheza raundi ya 23. Ikumbuka kwamba huu ni mchezo wa kiporo ambao ulilala na hatimaye kimepigwa kunako uwanja wa KMC Complex. Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Simba 6-0 Dodoma Jiji. Yes, sasa basi. Katika mchezo huu tukumbuke kwamba Simba nyuma ya hapa ametoka kucheza mchezo wa kombe la CRDB ambao kikosi chake kilikuwa tofauti na kikosi cha kwanza cha Simba. Lakini nyuma ya hapo Simba walitarajiwa kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans, mchezo ambao haukufanyika. Sasa kabla ya dabi ya Kariakoo na mchezo wa Dodoma Jiji, nyuma ya hapo mechi ya mwisho walicheza dhidi ya Coastal Union, wakashinda mabao 3-0. Sasa kitu ambacho nimekiona katika mchezo huu ni game approach, ni mpango ambao Simba wameingia nao. Sina shaka kabisa kwamba huu mpango ulikuwa dhidi ya watani wao wa jadi kwa maana ya Young Africans. Kwa hiyo approach ya Simba katika mechi hii ilikuwa ni kwa ajili ni approach ambayo imekuja kutumika dhidi ya Dodoma, lakini hasa ilikuwa ni mpango kazi dhidi ya watani wao wa jadi kwa maana ya Young Africans. Kwa nini? Kuna maeneo zaidi naweza nika notice kwamba Simba huu mpango ulikuwa dhidi ya watani wao wa jadi. Sasa kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia Simba ilivyokuwa inacheza leo, kule kwenye kushambulia walikuwa na watu 4. Walikuwa na watu 4 kwa maana ya mfumo. Huu ndo uwanja. Fullback ya kushoto, mlinzi wa kati, fullback ya kulia. Watu wawili wako hapa kwa maana ya Kagoma na Fabrice Ngoma. Hapa juu kulikuwa kuna watu 3 kwa maana ya Kibu alikuwa hapa alikuwa Ahwa na kulia alikuwa Mpanzu. Alafu huku juu alikuwa Mukwala. Sasa basi, kitu ambacho naamini Mukwala, kwa nini kocha ameopti kuanza na Mukwala? Stephen Dese Mukwala ni miongoni mwa washambuliaji wazuri ambao tayari walisha prove tangu akiwa kwa Uganda. Na amefika Simba, ingia toka zimekuwa nyingi, kuna kipindi amekuwa akitokea benchi mfululizo. Mechi dhidi ya Coastal Union ndio mechi ambayo alianza. Kocha alimpa nafasi ya kwanza. Of course alishaanza mechi nyingine huko nyuma, lakini kwa za hapa karibuni mechi dhidi ya Coastal Union alianza na alifunga hat-trick, mabao 3 katika ule mchezo. Kuna video moja katika jukwaa hili iliwahi kuzungumza kwamba nadhani kocha Fadul Davids dhidi ya Young Africans huenda akaopti kuanza na Mukwala kwa sababu kufunga mabao 3 katika mchezo dhidi ya Coastal alafu unaelekea katika dabi, tafsiri yake ni kwamba huyu mchezaji amegate momentum. Tafsiri yake ni kwamba mchezaji amepata confidence. Kwa hiyo uwezo kaacha magoli 3 katika mechi ya mwisho uyaweke benchi alafu uanze na mchezaji ambaye hakufunga mchezo wa mwisho. Na hawa wote kwa maana ya Dese Mukwala na Leonel Ateba kama wanafanana hivi kwa maana ya ability of scoring. Sasa basi, niliamini mechi dhidi ya Young Africans kocha angeenda kuanza na Stephen Dese Mukwala. Hiyo ndo picha ambayo ilikuja kichwani mwangu kwa kile alichokionyesha dhidi ya Coastal Union. Sasa basi,
mechi dhidi ya Yanga isivyo bahati kwa wekundu wa Msimbazi hawakufanikiwa kutoa lineup yao. Kikosi hakikutoka kwa sababu ya kadhia iliyotokea. Wao walisema kabisa kwamba hawatocheza huo mchezo. Kwa hiyo hata kikosi chao hakikutoka. Ingawaje wapinzani wao walitoa kikosi kwa sababu wenyewe walisema wataucheza huo mchezo. Kwa hiyo kumuona Dese Mukwala katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji sio kwa bahati mbaya. Mechi ya CRDB sizungumzii sana kwa sababu ni mechi ambayo inakuwa na approach tofauti kabisa. Lakini mechi ya ligi dhidi ya Dodoma Jiji, mpinzani ambaye wanahitaji kumfunga ili kuclose gap dhidi ya Young Africans, kuanza kwa Mukwala au timu ambayo imeanza kwa asilimia kubwa ndo kilikuwa kikosi ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya Young Africans. Utofauti labda ilikuwa kwa fullback ya kulia ambaye ni Duchu, hapa angeanza Kapombe kwenye mechi ile kwa sababu Kapombe alikuwa yupo, ingekuwa Kapombe. Lakini hapa Shemalone hayupo kwa sababu ya injury, manake Karabwe angeendelea kuwepo. Lakini hapa Abdurazak angeendelea kuwepo. Hapa kushoto Mohamed Hussein angeendelea kuwepo. Hapa ni Kagoma na Ngoma wangeendelea kuwepo. Tafsiri yake, na kwenye golikipa kwa kuwa Kamara hayupo manake Ali Salim angekuwepo. Kwa hiyo ukiangalia wachezaji ambao pengine kwenye Kariakoo Derby wangekosekana, ilikuwa ni Duchu. Kwa hiyo manake eneo la Duchu pekee ndo angekuwepo Kapombe. Lakini tofauti na hapo, hii ndo ilikuwa lineup ya Derby ya Kariakoo ukitazama kwa jicho la tatu. Hivyo basi huu ni mpango wa kwanza kwa maana ya kumuona Mukwala ameanza. Tafsiri yake kwamba hii ndio ilikuwa lineup ya Young Africans au dhidi ya Young Africans. Sasa tukiachana na hili, tuende katika style of playing, namna ambavyo walicheza. Ni eneo la pili la kuthibitisha kwamba hii lineup ilikuwa ni dhidi ya Young Africans, ama hiki ambacho wamekionyesha Simba dhidi ya Dodoma Jiji ilikuwa ni mpango kazi dhidi ya Young Africans. Kivipi? Ukiangalia mchezo wa kwanza wa duru la kwanza la ligi kuu ya NBC, Derby ya Kariakoo, ilikuwa ni mechi ambayo Simba ya Fadlu Davids ilikuwa na pressure kwelikweli, kwa maana ya kufanya pressing ya hali ya juu katika eneo la ulinzi la Young Africans. Yani booster lake katika hili eneo la kushambulia lilikuwa linatoa pressure kwelikweli, na walifanikiwa kutengeneza nafasi. Clear chance kubwa zaidi ni ile ambayo Lionel Ateba alikosa, alipokea pasi kutoka kwa Joshua Mutale Budo. Jigi Jiara akafanya kazi yake vizuri sana. Sasa ile pressure ambayo Simba waliitoa kwenye dakika takriban 20 za kipindi cha kwanza kwenye ile mechi, ndiyo ambayo tumeona ikifanana na walivyoifanya dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji walikuwa na walinzi wanne, walikuwa wakicheza na walinzi wao wanne, alafu kwenye kiungo cha ulinzi alikuwa anacheza mlinzi mmoja kwa maana ya Daudi Melandu, ndio alikuwa akicheza katika ile eneo. Sasa Simba walikuwa na wachezaji wanne ambao wanapiga pressure kweli kweli. Utofauti wa Mukwala na Lionel Ateba ni pressing. Mukwala ana press, yani anakimbia sana kwenda kukaba kipindi ambacho timu haina mpira, atakuwa wa kwanza katika mstari wa juu kwenye kwenda kukaba. Elim Panzu ana kasi na yeye ana press kwa nguvu katika eneo la juu. Kip Dennis Prosper alkadhalika tunafahamu ana press kwa nguvu. Jean Charles Ahwa ana press, ingawaje sio kwenye madaraja ya hao nyota watatu, yeye huwa anaokota mipira ya pili na kuifanyia decision. Jicho lake la pasi ni jicho la kipekee, na ndio maana amekuwa moja ya wachezaji wenye ubunifu wa hali ya juu katika ligi kuu msimu huu. That's why hata namba zake zimekuwa kubwa, ikiwa amesha involve kwenye mabao 18 so far katika ligi kuu. Sasa ile pressure ambayo Dodoma Jiji walikuwa wanapewa ilikuwa ni kubwa kweli kweli, hali ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba huu ndio ulikuwa mpango kazi dhidi ya Young Africans. Na Simba walikuwa wanataka kwenda kutoa pressure kwa nguvu kwa nyota wao hawa wanne, na hiki ndio kikosi ambacho nadhani bila shaka ilikuwa ndio kinaenda kucheza dhidi ya Young Africans. Sasa ukiangalia leo ambavyo wamecheza, Dodoma Jiji ya Meki Maxime ilichagua kukaa nyuma katika nusu yao, kwa maana ya kuruhusu walinzi wakae chini na viungo washuke chini. Huku juu watamwacha Paul Peter ambaye ana kasi ya kukimbia na Reliant Lusajo ambaye pia ana kasi ya kukimbia. Hapa katikati wana Daudi Milando, wana Apollo Otieno, wana Mwana Kibuta, wana Paul Obata ambao watatengeneza safu ya watu wanne kwa ajili ya kuwalinda hawa walinzi wao. Sasa
pressure ambayo walikuwa wanaitoa hawa nyota wanne ilikuwa ni kubwa, lakini kama tuliangalia vizuri ile mechi, magoli kadhaa hususan kwenye kipindi cha kwanza, mpango kazi ulikuwa wanautumia upande wa kulia, walikuwa wanaitengeneza triangle huku, kwa maana ya nyota wa Simba kwenye kushambulia waliopti kushambulia upande wa kulia wa Dodoma Jiji ambako wanacheza Dickson Muhilu. Ilikuwaje? Mohamed Hussein muda mwingi alikuwa na overlap, utamkuta yuko huku pembeni. Elim Panzu naye anasogea katika nusu nafasi, kwa maana ya fullback na mlinzi wa kati. Hii nusu nafasi alikuwa akiitumia. Jean Charles Ahwa muda mwingi ulikuwa unamuona pia naye ana base upande huu, na ndio maana kwenye matangazo ya ile mechi kuna muda nilisema kwamba Simba upande wao wa kushoto unaonekana una nguvu zaidi, kwa maana ya upande wa Mohamed Hussein, Elim Panzu pamoja na Jean Charles Ahwa ambaye na yeye alikuwa na base zaidi katika upande huu. Na of course ukiangalia hata quality ya upande huu na upande huu una nguvu zaidi. Na kuna muda nilimention kabisa kwamba upande huu kuna MVP wa ligi kuu ya Tanzania bara 2016-17 ambaye ni Mohamed Hussein. Upande huu una MVP wa Coupe du Congo, yani FA ya Congo, Elim Panzu msimu mwaka 2023-24. Upande huu pia una Jean Charles Ahwa MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast msimu mwaka 2023-24. Kwa hiyo ili booster upande huu ilikuwa ni zito kwa maana ya Dodoma Jiji. Hata goli la kwanza linapatikana Elim Panzu alicave akitokea upande huu, akatana akasogea katikati, alafu ndo akapiga likamshinda Alei Ngereka. So goli ambalo alifunga Dese Mukwala la namna yake, ile goli la kisigino fulani hivi amelifunga Elim Panzu. Alipiga mpira pia katika engo, alipiga mpira Mohamed Hussein katika engo hii pia. Kwa hiyo ukija ku track kipindi cha kwanza magoli mengi yametokea upande wa kushoto, kipindi cha pili alkadhalika magoli mengi yalitokea upande wa kushoto. Maana yake nini? Huu upande ulikuwa threat zaidi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo basi ingekuwa dabi ya Kariakoo, maana yake mpango kazi ungekuwa hivi na upande huu ungekuwa na nguvu. Sasa basi hii Waswahili wanasema, au watu wa mtaani sio Waswahili, wanasema unaua mende kwa kutumia kabati. Yani kitu kizito mfano wa kabati, alafu unaua mende, au mende kwa nyundo. Nyundo ni nzito, alafu mende ni mdogo sana, alafu unampiga unamuua. Sasa Simba wameua mende kwa kutumia nyundo. Tafsiri yake Dodoma Jiji ili booster wameshindwa kulihimili, wamekula chuma 6. Sasa tofauti na ingekuwa Young Africans. Of course ingekuwa Young Africans wangeweza kucheza kwenye approach yao Simba, lakini pengine isingekuwa rahisi kupata matokeo ya namna hii kwa sababu ya quality ambayo Young Africa pia wako nayo. Pengine yangetokea matokeo ya aina tofauti. Labda ingetokea labda wasingepata goli, au goli wangepata, au kupoteza wao, lakini game approach ndo kitu kikubwa ambacho nakimaanisha hapa. Game approach ingekuwa ni ya namna hii kwa Simba. Kwa hiyo Dodoma Jiji ni kama wameingia katika mziki ambao ilikuwa hawahusu. Na kuna muda kama sikoseni goli la 4 limefungwa, nikasema kwamba hili booster halikuwa kwa ajili yenu, limewakuta tu. Nilikuwa nawaambia Dodoma Jiji kwamba hiki ambacho kimetokea sio kwa ajili yenu, nyinyi imetokea tu, limewakuta tu from nowhere, kwa sababu nilikuwa naiona ramani ya approach ya Simba kwenye dabi ya Kariakoo. Hiko ndo ambacho ningependa kushare, lakini na wewe unaweza kutoa msimamo wako kupitia hiki ambacho mimi nimekizungumza, na wewe umeona vipi? Simba Sports wangeingia hivi katika dabi ya Kariakoo, ingekuwaje? Na Dodoma Jiji kupata kichapo cha mabao 6-0, na kwenye historia Dodoma Jiji hajawahi kumfunga Simba katika ligi kuu ya NBC. Huu ulikuwa mchezo wa 10 na yote 10 mnyama ameshinda kwa 100% akimfunga Dodoma Jiji. Weka komenti yako juu ya mtazamo wako kuhusu mchezo huu au hiki ambacho niliongea. Unakubaliana na mimi au una mtazamo tofauti? Mimi ni Gharib Mzinga, Kilwa Finest.